mtu ana wito wake, na kwa sababu kila mtu ana wito wake, lazima ajue nini Mungu amemwitia, ili atakapojua aweze kufanya sawa sawa kama Mungu alivyomwita. Maana kama hajajua hawezi kufanya vile Mungu anataka afanye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu hiyo, usipojua wito wako utatembea kama kipofu. Mwisho wa siku utakapoondoka hapa duniani, hautaondoka na kitu cha maana. Hata utakapomwendea Mungu wako, utaenda hauna kitu cha kumwambia, kwani ulikuwa nje ya wito wako, hukuwa kwenye position yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 9, kuanzia mstari huo wa kwanza na kuendelea, lakini kuna mahali ambapo nataka niende, lakini ukianza hapo kwenye sura hiyo ya 9 mstari wa kwanza, unamwona mtu mmoja anaitwa Sauli. Sauli alikuwa ni mtesi wa kanisa, ambaye alikuwa amejikita kulitesa kanisa, kuwakamata wanafunzi wa Yesu, kuwaua na wengine kuwaweka gerezani. Maana ni mtu ambaye alikuwa ameitwa kwa wito huo wa kutesa wanafunzi wa Bwana, akitaka wasitangaze habari ya injili ya wokovu, akitaka watu hawa wasiendelee na hiyo injili. Lakini yote kwa yote, bado Mungu alikuwa anatafuta nafasi ya kumwita yeye kama yeye. Ni kweli kwa wakati ule alitembea kama kipofu, hajui afanye nini, lakini sana majira ambayo Mungu alikuwa amekusudia, Biblia inazungumzia kwamba alifika mahali akaenda kwa wakuu wa makuhani ili akachukue barua iliyoandikwa kwa habari ya masinagogi ya kule Dameski. Maana huko nako kuna wanafunzi wa Bwana ambao wanaendelea kuhubiri habari njema za Yesu Kristo, wanaendelea kumwabudu Mungu, wanaendelea kumtukuza Yesu. Yeye anaenda kwa wakuu wa makuhani ili akachukue barua ambayo imeandikwa kwa habari ya kwenda kuwakamata wanafunzi. Ni kama kibali. Biblia inasema akiwa na wenzake wanaelekea Dameski, ameshapata ile barua. Biblia inasema akiwa njiani pamoja na wanafunzi wake na wenzake, ghafla Yesu alimtokea, mwanga mkali ulimpiga, akaanguka chini. Wenzake wanasimama wamebaki wameduaa. Ghafla yeye alisikia sauti inamwita, Sauli, Sauli, mbona wanihusu? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akasema, unani Bwana? Yesu akasema, mimi ndimi Yesu unayenihusu, lakini inuka uingie mjini, utaambiwa ya kupasayo kutenda. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ameinuka, amefungua macho yake, Biblia inasema hakuona kitu, na wale watu waliokuwa wamesimama pamoja naye hawakuona kitu, ila walikuwa wanasikia sauti inayomsemesha Sauli. Akaambiwa, inuka, ingia, uende mjini, ukae huko, halafu utaambiwa ya kupasayo kutenda. Inamaanisha ya kwamba kwa sasa wewe ni kipofu, bado haujajua wito wako, bado haujajua jukumu ambalo unatakiwa ulibebe tangu sasa, lakini nenda mjini ukapewe maelekezo huko, nenda kakae. Wakati Sauli alipokokotwa na kuingia mjini, Biblia inasema ya kwamba alikuwa haoni siku 3, wala alikuwa hali chakula chochote wala hanywi maji. Yeye kilichoingia ndani yake, maana yake tayari aliadhibishwa. Baada ya kuadhibishwa, ghafla akawa na adabu, akajifunza na kuanza kuomba. Maana yake amepigwa mateka, yuko anasubiri ambiwe
kumwekea mikono. Halafu Yesu anamtokea Anania, anamwambia Anania, nenda mjini kule utamkuta kuna mtu mmoja kule kwenye mji ule wa Tariso, huko utamkuta mmoja anaitwa Sauli, yuko mahali pale, na tazama anaomba, anamwona wanafunzi anakuja kumwekea mikono Anania. Anania akaanza kujitetea, akasema, Bwana, tunajua tabia ya huyo mtu, namna alivyo na jinsi ambavyo amesimama, na hata sasa amechukua barua anaelekea Dameski kwa ajili ya kuja kuwakamata wanafunzi wa Bwana ili awatese, halafu unanituma kwenda kuwekea mikono. Najua tabia yake. Yesu akamwambia Anania, nenda kaweke mikono, maana huyo ni chombo changu kiteule, alibebe jina langu, alipeleke kwa mataifa, apeleke kwa wafalme, apeleke kwa Israeli. Huyo ni chombo kiteule. Jukumu ninalotaka kumpa yeye ni mtume wa mataifa, hakuna mwingine zaidi ya yeye. Bwana Yesu asifiwe. Sauli akiwa naomba pale, Biblia inasema ya kwamba Anania akamwendea. Alipomwendea akamwita akasema, ewe Sauli, wewe ni mtu, tazama Yesu yule ambaye alikutana na wewe njiani katika hiyo njia uliyokujia amenituma kwako, na kwa sababu amenituma kwako nami nimekuja. Naweka mikono juu yako, na kwa sababu naweka mikono yako kuanzia sasa, pokea nguvu za Roho Mtakatifu, pokea badiliko lingine, na sasa ukague wajibu wako unaochukua sasa, ambao unatakiwa ufanye sasa. Sikia, Sauli sio Sauli tena, sasa na jina linabadilika. Wewe ni Paulo, beba jina, peleka injili kwa mataifa, maana ndilo jukumu ambalo unapewa sasa. Wewe ni mtume wa mataifa. Nimesema tambua wajibu wako ili uweze kutumika vizuri. Ndilo somo tunaloendelea. Tambua wajibu wako ili uweze kutumika vizuri. Kwa hiyo Sauli alipokuwa mahali pale alikuwa anaandaliwa, lakini alikuwa anatambulishwa wajibu wake, alikuwa anatambulishwa wito wake, ya kwamba anapoinuka mahali pale ajue yeye ni nani na anatakiwa afanye nini. Kwa hiyo Sauli alipowekewa mikono na Anania, ghafla alipokea nguvu za Roho Mtakatifu. Biblia inasema ya kwamba magamba yalikuwa ndani ya macho yake yakadondoka chini, akaanza kuona sawasawa. Halafu kilichotokea, akapokea nguvu za Roho Mtakatifu. Hali ya hakika alipopokea nguvu za Roho Mtakatifu, hakika pale pale Paulo alianza kutoa injili kule Dameski. Kwa hiyo tunachoona mahali hapo, kipengele cha kwanza ambacho tunakiona mahali hapa, ambacho tunakiangalia mahali hapa, jambo la kwanza kabisa, baada ya kuitwa, kitu ambacho unatakiwa unacho ni utayari. Jambo la kwanza, utayari wa kujiachia au kujiruhusu mzima juu ya huyo Mungu aliyekuita, kujiruhusu mzima juu ya huyo Mungu aliyekuita, halafu na umpende kuliko vitu vyote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza kabisa, utayari ambao unatakiwa uwe nao. Kwa hiyo tunaona Sauli ambaye sasa amebadilishwa jina kuwa Paulo, mtume wa mataifa, akaamua kujiruhusu kwa Bwana, akaamua kujiachilia kwa Bwana, akasema iwe itakapokuwa. Na sasa mkataba wa kutesa wanafunzi wa Bwana haupo tena, nimejitosa, nimeenda mzima kwa Mwokozi Yesu Kristo, nami nitampenda maisha yangu yote,
kazini, naingia peke yangu. Kama ni kuwajibika, naingia peke yangu. Injili inaanza kutwangwa, injili inaanza kuhubiriwa. Jukumu ni la kwangu, sio la mtu mwingine. Maadamu nimetambua ya kwamba hili ni jukumu la kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana nasema mtu wa Mungu, tambua wajibu wako, tambua wito wako. Ukishatambua upate kutumika vizuri. Sikia, nataka nikwambie, hauwezi ukawa mwinjilisti halafu ukang'ania kuwa mchungaji. Usifikiri kwenye uchungaji utafanya vizuri. Sio ofisi ya kwako hiyo, wala sio mpango wa Mungu wewe mchungaji. Wewe ni mwinjilisti, utabaki kuwa mwinjilisti. Kama ni mwalimu, wewe utabaki kuwa mwalimu tu. Using'ang'anie ofisi ambayo sio ya kwako, usilazimishe. Na ndio maana wapo watu ndani ya kanisa wamekuwa ni waharibifu, wamekuwa ni watu ambao wanafanya madudu. Nini? Kwa sababu wameng'ang'ania nafasi ambazo sio za kwao, hawajasikia wito wa Mungu halisi, na ndio maana wanafanya madudu, wanafanya mambo yasiyo stahili. Sikia, tega sikio kwa Mungu wako wa mbinguni. Tega sikio ili ujue wito wako ni nini, ili ujue nafasi yako ni nini. Mungu aliyesema ya kwamba alipopaa aliteka mateka, akawapa wanadamu vipawa, wengine wakawa mitume, wengine wakawa wachungaji, wengine wainjilisti, wengine walimu, wengine manabii. Hakukosea. Yeye alijua kabisa ya kwamba kila mmoja lazima awe na kitengo chake, kila mmoja lazima awe na ofisi yake, na katika hiyo ofisi kuna vitendea kazi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sikia, ukizungumza habari ya mitume, mtume ni mtu aliyebeba kusudi na kazi ya Mungu, yaani mfumo mzima wa kazi ya Mungu anaipeleka mahali ambapo haipo. Kama kuna poli, yeye anaenda, haijalishi, yeye anaenda. Huyo ni mtume, amebeba mfumo au kusudi zima la kazi ya Mungu, anaipeleka mahali ambapo haipo. Ile kazi ikisimama mahali pale, yeye sio mtu wa kukaa. Amekaa mwezi mmoja, amekaa miezi mingapi, lakini kazi ikikamilika, yeye sio mtu wa kukaa na mama anaenda eneo lingine. Huyo ndiye mtume ambaye hakika Mungu aliandaa mitume ili wapale wapeleke kazi mahali ambapo haipo. Na ndio maana unaona wakina Paulo walikuwa wanaenda mahali pengine, wanakaa miaka miwili, mwaka mmoja, lakini kazi ikishakamilika sio wa kukaa hapo, anaondoka anaenda eneo lingine. Sikia nikwambie, sio mitume wa sasa aking'ang'ana mahali ameng'ang'ana mahali, mimi ni mtume na nabii. Hapana, mtume ni mtu anayepeleka kazi mahali, ikisha kamilika anaondoka anaenda mahali pengine. Huyo ndiye mtume. Na Yesu maneno haya yanapokuja ili watu wapate kujua kama wewe ni mtume, utaelewa kwamba mimi ni mtume. Kama wewe ni mchungaji, utaelewa kwamba wewe ni mchungaji. Kama wewe ni nani, utaelewa. Lazima uelewe. Unapozungumza habari ya mchungaji, mchungaji ni mtu aliyekabidhiwa kundi. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji ni mtu aliyekabidhiwa kundi, ahakikishe hilo kundi analichunga, analilea, analisimamia. Hakika kundi hili liwe salama wakati wote. Kundi linakula vizuri, kundi linakunywa vizuri, kundi linaishi vizuri. Huyu ndiye mchungaji aliyekabidhiwa kundi apate kulichunga. Sawa? Tunaelewana mpaka hapa? Ukizungumza habari ya mwinjilisti, yeye mwinjilisti kazi yake ni kukemea dhambi. Akisimama habari ya kukemea dhambi, watu waache dhambi, waokoke, wamjue Mungu. Huyo ni mwinjilisti. Bwana Yesu asifiwe. Ukizungumza habari ya nabii, nabii ni mwonaji anayeona vitu. Akishaona anatoa taarifa ya kwamba nimeona jambo fulani linakuja, liwe baya liwe zuri. Hakika yeye anatoa taarifa ili watu wajue kuna kitu kinakuja. Hanyamazi kimya, lazima aseme, na akishasema kinatokea. Huyo ni nabii. Mwalimu ni mwalimu wa elimu ya neno la Mungu, kuwafundisha watu wamjue Mungu halisi. Sawa? Hizi ni karama 5 ndani ya kanisa. Biblia inasema ya kwamba hizi huduma 5 ndani ya kanisa ni kwa ajili ya kuwakamilisha watakatifu, ili huduma itendeke, mwili wa Kristo upate kujengwa. Huduma 5 zinatakiwa ndani ya kanisa. Kwa hiyo hizi huduma sio kwamba atabeba mtu mmoja, kila mtu atapewa kwa namna yake.
Bwana Yesu asifiwe. Sasa wapo watu wanakumbatia kila kitu, wanataka kiwe cha kwake. Kama ni mtume, yeye ni mtume. Kama ni nabii, yeye ni nabii. Kama ni mchungaji, yeye ni mchungaji. Kila kitu kiwe cha kwake. Kwa hiyo lazima ufike mahali utambue wito wako ni nini. Kama ni mtume, simama kama mtume tu. Hakikisha ya kwamba unaenda porini, kule ambako kuna pori, nenda kafyeke. Au ukishafyeka, achia wengine, wewe nenda kwenye pori lingine. Wewe ni mtume ambaye unatazamiwa uende kwenye mapori, sio uende mahali ambapo hakuna pori. Wito wake. Mungu mwingine anaweza akasikia tu ndani habari ya kwa akishamwona mtumishi wa Mungu, yeye anasikia ndani tu kuhakikisha ya kwamba mtumishi wa Mungu, yeye anatamani tu wakati wote amhudumie mtumishi wa Mungu. Huo ndio wito wake. Akiona watu wengine wakianza kuhudumia watumishi wa Mungu, anasema anajipendekeza. Sio anajipendekeza, ila ndio wito ambao Mungu amempa ndani. Anafanya si kwa sababu kwa akili za kwake, ni mapenzi ya Mungu. Ameitwa kwa namna hii. Mwingine akiona tu hapa madhabahu ni pachafu, yaani huku anakosa amani, anatamani wakati wote apambe madhabahu tu, asafishe madhabahu. Kila mmoja ameitwa kivyake. Sasa ukimwona mwenzako anafanya hicho kitu, usimlaumu. Huo ndio wito wake, lakini tega sikio lako sawasawa. Hakika ya kwamba kama kitu unasikia kama sikia. Paulo akatambua wito wake kwamba yeye ni mtume wa mataifa na anahitaji kulipeleka jina la Bwana, na akaanza kufanya hiyo kazi. Bwana Yesu asifiwe. Hicho ni kipengele cha kwanza. Kipengele cha pili, baada ya kuwa na utayari. Kipengele cha pili, baada ya kuwa na utayari juu ya Mungu aliyekuita na ukampenda huyo Mungu, kipengele kinachofuata, uwe mnyenyekevu na mtii. Uwe mnyenyekevu na nini? Na mtii kwa Mungu wako. Kuwa mnyenyekevu na mtii kwa nani? Kwa Mungu wako. Yaani usipokuwa mnyenyekevu, usipokuwa mtii, huwezi kutenda vile ambavyo Mungu anataka utende. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 2 mstari wa 6 mpaka wa 10, Biblia inasema, ambaye yeye mwanzo alikuwa ina namna ya Mungu, naye hakuona kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza, akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tayari umeshaona hili neno linamzungumzia nani? Sinamzungumzia Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba yeye mwanzo alionekana yuna namna ya nani? Ya Mungu. Na kwa sababu alikuwa yuna namna ya Mungu, Biblia inasema ya kwamba alijishusha, akaoa ule utukufu aliokuwa nao, akaamua kuachana nao. Alipoamua kuachana nao, Biblia inasema ya kwamba akatwaa umbo la mwanadamu, na alipoonekana ana umbo la mwanadamu, Biblia inasema
alijinyenyekeza, akajishusha. Biblia inasema akawa mtii, naam, akawa mtii hata mauti ya msalaba. Na kwa sababu alipoonekana na utii na unyenyekevu ule, Biblia inasema Mungu akamkirimia jina, lile jina lipitalo majina yote, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, vitu vya mbinguni na vitu vya duniani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sikia mtu wa Mungu, nataka nikwambie ya kwamba baada ya kutambua huduma yako, baada ya kutambua wito wako, kinachofuata Biblia inasema ya kwamba uwe mnyenyekevu na mtii. Unapokuwa mnyenyekevu na mtii, haijalishi kwamba uko kwenye viwango vya chini, Mungu anasema atakukirimia utukufu wa hali ya juu. Vitu vya mbinguni vitapiga saluti, vitu vya duniani vitapiga saluti, bali atakuwa atakupa utukufu wa hali ya juu. Lakini anachotaka Bwana ni utii wako na unyenyekevu wako, namna unavyomnyenyekea Mungu, namna unavyomheshimu Mungu. Unapozungumza habari ya utii, ni kukubali kutekeleza kile ulichotumwa, kile ambacho Mungu anakuelekeza. Unapotii anachokuelekeza na kutenda, hapo ndipo ambapo Mungu anakwenda kujidhihirisha kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa mnyenyekevu na mtii kwa Mungu wako aliyekuita, juu ya huduma aliyokupa, juu ya wito aliyokuitia. Kuwa mnyenyekevu na mtii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na unapokuwa mnyenyekevu na mtii, huwezi ukafika mahali mkagombania madaraka. Mchungaji yupo, alafu na wewe unataka kugombania nafasi ya mchungaji, na baki unaanza kugombana na mchungaji. Sikia, hatuendi kwa namna hiyo. Nafasi ya mchungaji baki ya mchungaji. Akiwepo mchungaji, nyenyekea mbele zake, anayekuelekeza tenda, heshimu nafasi yake. Biblia inasema nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake. Upo wakati ambao Mungu atakuinua wewe. Endelea kunyenyekea hapa, endelea kujishusha, endelea kuwa mtii. Upo wakati Mungu ambao ameukusudia kwa ajili yako. Hicho ni kipengele cha pili. Kipengele cha tatu, kuwa msikivu kwa Mungu wako. Kuwa msikivu kwa Mungu wako inamaanisha lazima ujue sauti ya Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Ili ukijua sauti ya Mungu wako, unapoisikia inakupa maelekezo, unajua kwamba hapa Mungu wako amesema. Lazima usikilize. Ukishasikiliza unanyenyekea na kutii, unatenda kile anachokwambia. Kuwa msikivu kwa Mungu wako. Kwa nini uwe msikivu? Kwa sababu kuna mahali pengine inawezekana Mungu hataki uende, lazima akupe maelekezo. Kama hataki kufanya kitu, usifanye kitu fulani, lazima akupe maelekezo. Kama anataka ufanye kitu fulani, lazima akupe maelekezo. Ndio hapo tunasema Roho Mtakatifu lazima apate nafasi kubwa kwako. Maana Roho Mtakatifu ndiye ambaye amepewa nafasi na zamana ya kulibeba kanisa katika kipindi tulicho nacho. Ndio maana Biblia inasema wale wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kwa hiyo kama unaongozwa na Roho wa Mungu, Roho wa Mungu ndiye ambaye anafanya mawasiliano na Mungu kila wakati. Huyo Roho ndiye ambaye amepewa kipaumbele kwa ajili ya kukuongoza wewe kama kanisa, ili akuongoze mahali pale palipo sawasawa, ili apate kukupeleka kwenye njia iliyo sawasawa, ili apate kukutia nguvu na kukuendesha vile anavyotaka yeye, sio kama unavyotaka wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Matendo ya Mitume 16 6 mpaka 10, 16 mstari wa 6 mpaka 10. Biblia inasema wakapita katika nchi ya Frigia na Galatia, wakikatazwa na Roho Mtakatifu wasilihubiri lile neno katika Asia. Walipofika
lakini Roho wa Yesu hakuwapa ruhusa. Wakapita Misia, wakateremkia Troa. Paulo akatokewa na maono usiku, alimwona mtu wa Makedonia amesimama akimsihi na kumwambia, vuka uje Makedonia utusaidie. Basi alipokwisha kuyaona yale maono, mara tukataka kwenda Makedonia, kwa kuwa tuliona hakika ya kwamba Mungu ametuita tuwahubiri habari njema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa msikivu kwa nani? Kwa Mungu wako. Ndio maana unaona wakina Petro walipokuwa wakihubiri Injili, wale watu wanawakata, waliwaambia ni haki kuwatii wanadamu au Mungu. Sasa unaona hapa ni wakina Paulo wanahubiri Injili ya Mwokozi, wanatembea maeneo mengi mbalimbali, na kwa sababu wanatembea maeneo mbalimbali na wamekuwa wanyenyekevu na watii kwa Mungu wao, wameamua kujishusha na kuhitaji uongozi wa Roho Mtakatifu. Na ndio maana unaona anasema ya kwamba walipotaka kwenda mahali wapeleke Injili, Roho Mtakatifu aliwazuia, akasema hakuna kwenda huko, kwa sababu ni wasikivu na watii, wakatii sauti ile. Biblia inasema walipotaka kwenda mahali pengine, Roho wa Yesu hakuwapa ruhusa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hakuwapa ruhusa. Ndipo Paulo anapewa maono, anaona mtu wa Makedonia yuko mbele yake, anamsihi Paulo, anasema vuka uje huku nako tusaidie. Ndipo Paulo anaona maono yale, ndipo anapewa kibali cha kwenda Makedonia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima ifike bali mtu wa Mungu, kwa sababu umetambua wito wako na umeamua kutembea katika huo wito, umeamua kutembea katika hizo njia ambazo Mungu anataka utembee. Hakika umekuwa mnyenyekevu na mtii, unamtii Mungu wako kila wakati, uko tayari kusikiliza sauti yake. Sauti ya Bwana ikikupa maelekezo na ukaendelea kutembea vile, hakika ndivyo Mungu atakapoendelea kujifunua kwako na kujidhihirisha kwako. Mungu ataendelea kutenda mambo makubwa katikati yako. Hakuna mahali utakapofeli. Roho Mtakatifu akiwa kiongozi wako, ukiwa unamsikiliza, hautafeli hata siku moja. Na ndio maana lazima uwe msikivu. Na kiashiria cha kumwelewa Roho Mtakatifu, hata kama hujasikia sauti yake, lakini kiashiria cha Roho Mtakatifu cha kwanza ndani yako ni ile amani. Bwana Yesu asifiwe. Amani na furaha. Ukiona unataka kufanya jambo fulani, yeye atasema na wewe, kiashiria namba moja, ndani yako utasikia kukosa amani. Kama hilo jambo Mungu hataki, utasikia kukosa amani moyoni. Amani na furaha vipo, ujue kwamba hiki Mungu hataki kufanya. Na ukiona wito ambao unaufanya kinyume, yaani unafanya moyoni hauna amani, unafanya moyoni hauna furaha, huo sio wito wa kwako. Lakini ulio wa kwako utaufanya moyoni ukiwa na amani ya ajabu sana. Ndani yako utakuwa na furaha ya ajabu sana. Hiyo ndio nafasi ambayo Mungu amekuitia. Sasa usilazimishe kitu ambacho unaona kwamba moyoni unakifanya, moyoni hauna amani, wewe unaendelea kulazimisha. Sio mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu ule ambao unakuja, ndani yake kuna amani ya kwake, ndani yake kuna furaha ya kwake. Kwa hiyo lazima uwe makini kusikiliza sauti ya Mungu, inakuelekeza nini. Yule mchungaji msaidizi, wale wazee wamesemezana, leo hakuna kuombea wagonjwa kwenye ibada. Sasa wanachokisema Roho Mtakatifu sisi anatuambia, tumekaa madhabahuni siku hiyo, mwenzangu anahubiri, Roho Mtakatifu anasema, najua kinachoendelea. Nasema hatujui.
Wamesema hakuna kuombea wagonjwa madhabahuni au kwenye ibada, hakuna kuombea wagonjwa na wenye shida. Mnafanyaje? Roho Mtakatifu akarudisha swali, mnamtii mwanadamu, mnamtii mimi? Nikamwambia mwenyewe, nikasema tuombee wagonjwa kwenye ibada, wakitufukuza kanisani kwao watafukuze, ila tuombee wagonjwa, tumtii Mungu wetu. Aliposimama akahubiri Injili, akaita wagonjwa wakaja wakafunguliwa, walioombewa wagonjwa wakafunguliwa, wenye mapepo wakafunguliwa. Yaani Mungu alitenda kazi, yaani mpaka tulishangaa siku ile. Nguvu ya Mungu ilikuwa ya ajabu sana. Tumemaliza ibada, wale wazee wakatuita kwenye kikao. Tumeenda kwenye kikao, tunasema hakuna kuombea wagonjwa kwenye ibada. Kwa nini mnaombea wagonjwa? Mimi nikawauliza swali, mahali gani Yesu alienda kuhubiri Injili akawacha wagonjwa wamelala? Soma kwenye Biblia. Niambie, soma kwenye Biblia wakati Yesu anahubiri Injili amewakuta wagonjwa akawaacha wamelala pale. Mahali gani? Halafu nikawarudishia swali, nikasema sisi tunamsikiliza Roho Mtakatifu anachotuelekeza. Roho gani huyo anayepingana na mchungaji? Wanataka kutuuliza maswali haya. Roho gani anayepingana na mchungaji? Nikamwambia mchungaji ni mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hata kama hajakaa sawa sawa, Roho atasema na yeye. Alichosema na mimi atasema na mchungaji. Mchungaji atasema naye kivyake na mimi anasema nami kivyake. Inategemea mimi nimejinyenyekeza vipi, nimemtii vipi Mungu huyu ambaye ameniita. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unapofika mahali unamtii Roho Mtakatifu, anakupa maelekezo kufanya kilicho cha Mungu, hakika Mungu atasimama pamoja na wewe. Mungu atatenda mambo makubwa. Kinachotakiwa ni kwamba uwe mtii na mnyenyekevu. Simama kwa sababu ya kwako. Unajua tulisimama kwa ajili ya Mungu wetu, tuliendelea kumwona Mungu wetu. Hakika ya kwamba wale wazee walikuwa hawajaokoka, walianza kuokoka mmoja mmoja. Wote waliokoka. Lakini ni pale tu unaposimama katika zamu ya kwako. Ukishatambua wito wako, kaa kwenye huo wito, mheshimu Mungu wako, nyenyekea kwa Mungu wako, mpende zaidi Mungu wako kuliko vitu vingine. Paulo alimpenda Mungu wake kuliko vitu vingine, na alikuwa tayari kufanyiwa jambo lolote kwa ajili ya Injili. Na ndio maana tunaona ya kwamba Paulo anasimulia mahali pengine, anasema nalipigwa viboko 39 kasoro kimoja, pamoja na kupigwa viboko, lakini hakuacha kuihubiri Injili, maana ndio wito wake. Ametambua wito wake. Paulo anasema alipigwa na mawe, akaenda kutupwa nje ya mji, lakini kesho wakadhania kwamba amekufa. Kesho anakuta jamaa anatwanga Injili, anaendelea na Injili, maana ndio wito wake. Anatamani Injili ifike kwa mataifa, hataki ishie hewani. Ndio maana anafika mahali anasema ole wangu nisipoihubiri Injili. Sio mtu wa kawaida huyu, ni mtu ambaye ameshatambua wito wake, ni mtu ambaye ameshajua jukumu lake, yupo tayari kuwajibika na anawajibika. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la nne, kukubali kulipa gharama. Kubali kulipa nini? Gharama. Hapo ndo penye shida. Kubali kulipa nini? Gharama. Ipo gharama ya muda. Yaani unapofika mahali ukatambua wito wako na ukajua wajibu wangu ni kuwajibika kwa ajili ya hii Injili, kwa ajili ya kazi ya Mungu, kwa ajili ya kila kitu ambacho ameniitia nifanye hicho kitu. Usiangalie mambo ya kwako. Sikia, wakati mwingine unafika mahali, hebu jiulize, Danieli yuko siku 21 yuko kwenye maombi, alafu ni mwajiriwa serikalini. Unajiuliza hapo, unapata picha gani? Maana yake amekubali kulipa gharama ya muda, ya kwamba iwe itakapokuwa hii ni gharama kwa sababu ya wito ambao Mungu ameniitia, lazima niingie gharama. Kama ni gharama ya kulipa, kama ni gharama ya fedha. Kuna wakati mwingine, kuna jambo lingine unatakiwa ulipe gharama ya fedha. Kazi ya Mungu kwa wakati mwingine inatakiwa fedha. Hakika wewe kama una fedha, lipa gharama.
kugharimikia kwa fedha. Sasa unapofika mahali pa kulipa gharama, kuna gharama ya muda, kuna gharama ya fedha. Kwa namna yoyote ile, lazima ukubali kulipa gharama kwa ajili ya wito wako. Lakini watu wengi sana hawako tayari kugharimikia ule wito walionao. Hawako tayari kugharimikia wito wao. Sasa sio kitu rahisi hiki. Kwa nini ukubali kulipa gharama? Maana kuna viwango Mungu anataka kupeleke, na kama kuna viwango Mungu anataka kupeleke, hapa katikati wewe upita, lazima wewe mwenyewe uingie gharama. Kuna gharama ya kufunga. Bwana Yesu asifiwe. Kuna gharama ya kufanya nini? Ya kufunga. Unapofunga maana yake uko kwenye maombi, una utulivu, yaani unatenga muda kwa ajili ya Mungu, kwamba huu muda ni wa Mungu, nahitaji nifunge kwa ajili ya Mungu, nifanye kile ambacho Mungu anataka nifanye. Huo ni muda. Gharama ya kufunga. Kuna gharama ya maombi, kuna gharama ya kusoma neno la Mungu kila wakati. Watu ni wavivu sana kusoma neno la Mungu. Watu ni wavivu kuomba. Watu ni wavivu kulipa gharama ya muda. Ni wavivu kulipa gharama ya fedha. Ni wavivu. Hivi kitu kizuri unaweza ukakipata kirahisi rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa na wito ulioitiwa na Mungu, lazima uingie gharama kwa namna yoyote. Gharama ya kutoa muda kwa ajili ya kupeleka Injili, lazima uingie gharama. Ulipe gharama kwa ajili ya wito wako. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ukisoma kwenye Matendo ya Mitume sura hiyo ya 21, Matendo ya Mitume sura ya 21, mtu huyu alikuwa na binti wanne mabikira waliokuwa wakitabiri. Basi tulipokuwa tukikaa huko siku nyingi, nabii mmoja jina lake Agabo akashuka kutoka Uyahudi. Alipotufikia, akautwaa mshipi wa Paulo, akajifunga miguu na mikono, akasema, Roho Mtakatifu asema, hivyo ndivyo Wayahudi wa Yerusalemu watakavyomfunga mtu mwenye mshipi huu, nao watamtia katika mikono ya watu wa mataifa. Basi tuliposikia haya, sisi na watu wa mahali pale, tukamsihi asipande kwenda Yerusalemu. Ndipo Paulo alipojibu, mnafanya nini kulia na kunivunja moyo? Kwa maana mimi licha ya kufungwa ni tayari hata kuuawa katika Yerusalemu kwa ajili ya jina lake Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sio kitu cha kawaida namna hii. Ni mtu ambaye amekubali kulipa gharama ya Injili. Yaani yuko tayari hata kufa, yuko tayari kuwekwa gerezani. Hiyo ni gharama. Amejitosa, ameamua, amejitoa mwili wake kwa ajili ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ukirudi kwenye sura ya 20 mstari tuanze na mstari ule wa 20 ya kuwa sikujiepusha katika kuwatangazia neno lolote liwezalo kuwafaa, bali na liwafundisha waziwazi na nyumba kwa nyumba, nikiwashuhudia Wayahudi na Wayunani wamtumie Mungu na kumwamini Bwana wetu Yesu Kristo. Basi sasa angalieni, nashika njia kwenda Yerusalemu, hali nimefungwa rohoni, nisiyajue mambo yatakayonikuta huko, isipokuwa Roho Mtakatifu mji kwa mji hunishuhudia, akisema ya kwamba vifungo na dhiki vyaningoja. Lakini siyahesabu maisha yangu kuwa kitu cha thamani kwangu, kama kuumaliza mwendo wangu na huduma ile niliyopokea kwa Bwana Yesu, kuishuhudia habari njema ya neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mtu ambaye amejitosa kwa Bwana mzima mzima,
kuwajibika, na sasa amekubali kulipa gharama ya Injili ya kwamba iwe itakavyokuwa, haijalishi mbele yangu kuna vifungo na dhiki vinaningoja, lakini siyahesabu maisha yangu kuwa kitu cha zamani kwangu. Hapana, kwa ajili ya Injili ya Mwokozi. Maisha yangu si kitu, ila tu Injili ambayo nimeipata kwa Mwokozi. Hiyo ndio Injili ambayo inatakiwa. Na thamani kubwa ya Paulo, hata kama anapitia kwenye dhiki, hata kama anapitia kwenye mateso, yuko tayari kulipa gharama, lakini ahakikisha kwamba Injili hii inafika kule. Na ndio maana Paulo akiwa gerezani bado aliendelea kuandika nyaraka. Ni mfungwa, lakini aliendelea kuandika nyaraka ziwafikie watu. Ametambua jukumu lake, ametambua wito wake, na yuko tayari kuwajibika. Haijalishi kwa namna, lakini anatamani Injili ifike. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ifike mahali watu wa Mungu tutambue wito wetu tulioitiwa na Mungu, tusije tukawa tunapamiana alafu tukose kufanya kile ambacho Mungu anataka tufanye. Mungu anataka twende hivi, wewe unataka kwenda hivi. Hapana, Mungu anapotaka uende hivi, nyosha vile Mungu anapotaka uende. Fika mahali, simama vile Mungu anapotaka usimame. Jambo la mwisho, kuwa na maono ya wito wako. Kuwa na maono ya baadaye ya wito wako. Kuwa na maono. Una maono gani kwenye wito wako? Ni kweli unaitwa kuwa mwinjilisti, lakini kwenye uinjilisti wako una maono gani ya baadaye? Ni kweli unaitwa kuwa mchungaji, lakini una maono gani juu ya uchungaji wako baadaye? Ni kweli unaitwa kuwa nabii, lakini una maono gani juu ya unabii wako? Ni kweli unaitwa kuwa mwalimu, una maono gani juu ya walimu wako? Ni kweli umeitwa kuwa mtume, una maono gani juu ya utume wako? Bwana Yesu asifiwe. Wakina Paulo walikuwa na maono ya kufikisha Injili mahali popote. Ahakikisha tu kwamba Injili inafika. Mungu aliposema na Abraham, anasema toka katika nchi yako, nchi ya jamaa zako, uende mpaka mahali ambapo nimepachagua nikukalisha huko. Halafu Mungu anampa picha Ibrahim, anasema nitakufanya kuwa taifa kubwa, katika kukubariki nitakubariki, nami nitalikuza jina lako, nawe utakuwa baraka ya mataifa. Zile ahadi ambazo Mungu alikuwa anampa Abraham, maana yake alikuwa anampa picha, ni maono yake ya baadaye namna atakapokuwa. Kwa hiyo anapotolewa mahali pale, ili ajue ya kwamba yeye ni nani baadaye. Kwa hiyo ile ilikuwa ni ramani ambayo Mungu amempa. Katika wito ulio nao, Mungu amekuwekea ramani gani? Unaona nini mbele yako juu ya wito ulio nao? Wewe ni nani baadaye? Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 37 mstari wa 5 mpaka wa 11, unamwona mtoto mdogo Yusufu mwenye miaka 17 kati ya watoto wa Yakobo. Mungu amemchagua Yusufu, anamwita katikati ya familia ya Yakobo, na kwa sababu Mungu amemkusudia jambo, Mungu anampa ile ndoto, anampa picha ya maisha yake ya baadaye. Anaota ndoto wakiwa na ndugu zake shambani, halafu wanamigana, kila mmoja ana mganda wa kwake, lakini Biblia inasema ile miganda 11 ya ndugu zake ikainama kwenye mganda wake. Ni imani na sujudu. Biblia inasema kwamba
Yusufu alipoamka katika ile ndoto akawahadithia ndugu zake, lakini ndugu zake wakamchukia. Ina maana sisi tutakuja kusujudia wewe? Wamelala usiku, Biblia inasema Yusufu akaota ndoto, nyota na mwezi zinadondoka mbele yake, mwezi na jua na nyota zinadondoka mbele yake. Anaamka asubuhi, anamsimulia baba yake. Baba yake akamkemea, akasema ina maana mimi na ndugu zako na mama yako tutakuja kukusujudia wewe? Lakini mzee Yakobo, neno la Mungu linasema mzee Yakobo ile neno akaliweka moyoni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kumbe ilikuwa ni picha ambayo Mungu alimpa Yusufu, ya kwamba Yusufu, nimekuchagua, nimekuita, na kwa sababu nimekuita, kumbuka ya kwamba hakika ni wewe, huko unakoelekea wewe utakuwa mkubwa, utakuwa waziri mkuu, utakuwa ni mtu ambaye uko viwango vikubwa, na wewe ndio utakayekuwa msaada wa ndugu zako. Haijalishi hapa katikati watakuchukia, watakufanyia mambo ya ajabu, lakini najua wewe ndiwe msaidizi wao, utawasaidia baadaye. Sikia watu wa Mungu, ya kwamba Mungu amekuchagua, na kwa sababu amekuchagua, amekuita. Yawezekana amekuita katikati ya ukoo ambao yawezekana umekukalia kikao, unakuchukia. Acha ukuchukie, simama katika zamu ya Bwana. Picha iliyoko mbele, angalia hiyo picha, angalia mbele yako kuna nini, una maono gani juu ya wito wako ambao Mungu amekuitia. Haijalishi ndugu zako wamekuchukia, acha wakuchukie, lakini baadaye watapiga sauti, maana utakuwa msaada wao, utakuwa utawasaidia. Simama katika zamu ya Bwana, simama katika zamu ya kwako, kazi nzuri na Mungu, simama katika wito ambao Mungu amekuitia. Usije ukafika mahali ukapaviana na watu wengine kwa sababu ya kugombania madaraka. Hapana, wewe una zamu ya kwako, una nafasi ya kwako, una kipengele cha kwako. Using'ang'anie nafasi ambayo sio ya kwako, using'ang'anie wito ambao Mungu hajakuitia. Hapana, habari ya wito gani ambao Mungu amekuitia ili uweze kufanya vizuri. Ndicho kitu tunachotamani kukijua, ndicho kitu tunachotamani kuona, ya kwamba watu wa Mungu ndani ya kanisa, kila mmoja ajue wajibu wake, kila mmoja ajue wito wake. Kama umeitwa kwa habari ya kutunza watumishi, usihofu, wewe zingatia, maana ndicho kipengele Mungu amekupa. Fanya kwa uaminifu, tena pasipo kupigwa wala kufanya nini, maana hilo ndilo jukumu ambalo amekupa. Zingatia. Kama umeitwa wewe kuangalia mazingira ya kanisa liwe safi kila wakati, zingatia hicho kipengele, maana Mungu amekuita kwa namna ambavyo Mungu amekuita. Simama kwenye zamu ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima uwe makini, tambua wito wako ili uweze kufanya vizuri. Na huo wito ambao umepewa na Mungu, upo wakati Mungu atakudai, nilikupa wito, nilikuita kwa ajili ya eneo hili, na kwa sababu nilikuita kwa ajili ya eneo hili, nataka unipe hesabu yake. Ulifanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Ulifanya nini? Sasa ukitembea kama kipofu, utamweleza nini Mungu baadaye? Usipige fimbo kama kipofu, maana kipofu atapiga ovyo tu, anapiga ovyo. Sasa na wewe usipotambua wito wako ambao Mungu amekuitia, utaenda kama kipofu, unapapasa, unapiga ovyo, hautafanya cha msingi, hautafanya kitu ambacho